Habari za wakati huu mtazamaji wa Islaha Islamic TV, karibu katika kipindi maalum kabisa usiku huu na wakati kama huu, na wakati kama huu tunakutana hapa kwa ajili ya kuyazungumza mambo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyaweka mezani kujadili, lakini pia kuyatazamia kwa upana wake kwa namna moja ama nyingine. Yote hayo ni kuendelea kufahamishana tu na kuongeza uelewa juu ya masuala ambayo tunakuwa tunayazungumza, na mara zote tumekuwa naye Alhaji Dr. Sule ambaye ni mkurugenzi wa Islaha Islamic Foundation na ni muhadhiri wa kimataifa wa dini ya Kiislamu. Amekuwepo nasi na anafika pamoja nasi tu ya kutupatia elimu. Mimi ni kualike kwa moyo mkunjufu kabisa. Langu jina naitwa Ali Ngamba, nyuma ya kamera yuko Jamal Hamza. Tutakwenda safari hii pamoja kwenda kuyafahamu yale ambayo tumedhamiria hii leo kukufahamisha, lakini pia tufuate katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Huko tumekuwa tukienda live kabisa tukikuletea matangazo haya. Kwa wewe ambaye unatufuatilia TikTok, unaweza kubaki na sisi kwa kutap ili kuwa na uhai wa channel yetu ambayo iko live, na vivyo hivyo basi kwa fursa ambayo uko nayo unaweza kucomment hapo chini kwa kile ambacho utakuwa unatamani kukieleza. Lakini kwa ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel, usiache kusubscribe channel yetu, kushare na kulike ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pale ambapo tunakuwa tumeziweka huko. Leo kwenye kipindi chetu hiki tutaangazia ruqya kisheria kwa namna moja ama nyingine, namna ambavyo inaweza kutumika kwa ajili ya tiba. Mengi yamekuwa kijadiliwa na watu wamekuwa kizungumza mambo mengi juu ya ruqya ya kisheria, kisomo hiki ambacho watu wengi wamekuwa wakikifanya katika huduma za tiba wakati mwingine. Lakini je, ni suluhu ya moja kwa moja ya matatizo kwa mtu ambaye anasomewa ruqya au iko vipi? Yote hayo tutayapata hapa kutoka kwa Alhaji Dr. Sule, muhadhiri wa kimataifa mwamba kabisa ambaye tuko naye hapa studio. Alhaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika ubuheri wa afya pasina shaka. Wallahi la kheri, alhamdulillah. Ndio. Tupo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kila jambo linakwenda alivyolipanga. Ndio. Basi jioni kama hii ya siku ya Jumanne, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuturuzuku pumzi, hali ya kuwa tuna afya njema, madogo madogo, hewa kidogo, vikohozi, ni hali ya kawaida, lakini kikubwa tunataka tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo tunaendelea nayo. Kabisa, naomba umekaa kwenye jumba. Naam. Sawa, mtazamaji ambaye unatufuatilia kupitia TikTok, tutakuwa baadaye na nafasi ya kuruhusu simu kwa ajili ya kutupigia simu hapa kama una swali kutokana na maelezo ambayo atatoa Alhaji Dr. Sule hapa katika mahojiano yetu usiku huu na wakati kama huu. Lakini cha msingi ni kuzingatia tu tutatoa namba za simu hapa, lakini naweza kukuambia sasa hivi ili uzisave. Na hizi namba pia unaweza kuzitumia hapo baadaye kufanya mawasiliano kwa karibu kabisa ili kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ambayo wewe yanakutatiza. Namba ya simu ni 0710 800 400 0710 800 400. Namba hiyo itakusaidia pia kupata mawasiliano ya karibu na Alhaji Dr. Sule, lakini pia yeye akikuelekeza pale ambapo itabidi kwa wasaidizi wake ili kupata huduma ya karibu kabisa kutokana na tatizo ambalo linakukabili. Lakini jambo la msingi kisha namba hii tutakapoiruhusu tu nafasi ya kupiga simu, basi nawe tumia fursa ya kupiga simu ili pamoja kwenye kile ambacho unatamani kukiuliza. Alhaji Dr. Sule, naam. Leo tunataka tuzungumze kidogo hapa na tupate uelewa pia kuhusiana na ruqya kisheria. Watu tumekuwa tukifikiri vile ambavyo kila mtu ana ufahamu wake wa kuelewa ruqya kisheria. Watu wengi wamekuwa wakifanywa wakisomewa kisomo hiki hasa pale ambapo wanapata huduma ya tiba wakati mwingine, na imekuwa ikiaminika kwamba ukisomewa ruqya tatizo lako linakuwa limekwisha kabisa hapo. Tunataka usahihi wa hiki ambacho tunakwenda kukizungumza hapa. Kwanza tufahamu ruqya kisheria ni kitu gani na kinatumika vipi hasa? Karibu. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd.
Ama ruqya kisheria ni kisomo maalum. Ruqya kwanza ndo zinguo. Watu wasijua kachanganya maneno. Ndio. Utasikia kafanyiwe zinguo, manake ndo ruqya. Ndo ruqya. Ruqya kisheria manake ni kisomo maalum kilichopangwa na wanazuoni, kilichochagua baadhi ya aya zenye uwezo wa kuleta shifaa kwa maana ya tiba au kubatilisha uchawi au kufungua vifungo vya hasadi zinazotokana na aya za Qur'ani ambazo zimepangiwa utaratibu wa kuzisoma. Hiyo ndiyo ruqya kisheria. Kwa hiyo hili ni zinguo maalum la visomo vya aya za Qur'ani zinazoweza kutibu maradhi. Okay. Hiyo ndiyo maana ya ruqya kisheria. Okay. Sasa kwenye ruqya kisheria anasomewa nani hasa? Mtu yoyote mwenye matatizo au mwenye maradhi, kwa baadhi ya maradhi yanayoweza kutibiwa na ruqya. Okay. Kwa mfano, ndio, haiwezekani leo mtu ana tezi dume umsomee ruqya tezi dume lipone. Huko ni kudanganyana. Sio system ya tiba. Haiwezekani leo itokee kwamba mtu ana uvimbe, jipu limevimba, badala ya kulipasua na kutoa usaha ukaamua kusoma ruqya ya kisheria eti ulibatilishe jipu lisambaratike. Hiyo haiwezekani. Ndio. Na sio haiwezi Qur'ani. Haiwezekani. Unajua Mwenyezi Mungu alivyoumba, kuna vitu Mwenyezi Mungu ameviumba, amevikataa visiwe hivyo ambavyo pengine mtu anataka. Kama ambavyo Mwenyezi Mungu kaamua kutokuzaa. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, "Qul", sema, "Huwallahu ahad", Mwenyezi Mungu ni mmoja. Allahu samad, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kukusudiwa na viumbe wake. Lam yalid, hakuzaa, walam yulad, wala hakuzaliwa. Sasa hii sifa ya kutokuzaa na kutokuzaliwa sio kwamba Mungu imemshinda. Alikuwa na uwezo wa kuamua awe anazaa au anazaliwa, ila hakupenda kuwa na sifa ya kuzaa au kuzaliwa, kwa sababu hizo ni sifa za kidhaifu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya vitu kupitia Qur'ani ameamua visifanywe na Qur'ani moja kwa moja. Sio haiwezi, ameviacha tu visiwe hivyo. Hiyo ndo katika kutimiza uungu wake. Sasa tunapozungumzia tiba ya ruqya ya kisheria, nani anatakiwa kutibiwa? Ni mtu yoyote ambaye anastahiki kupata matibabu ya tiba ya ruqya ya kisheria na kumaliza tatizo la ruqya ya kisheria. Kwa kawaida maradhi yanayosababishwa na maisha yake ama biashara ama uchumi inategemea, kwa sababu ruqya ya kisheria pia kuna mahali inakwenda inafanya kazi na kuna mahali Mungu hakuipangia kufanya kazi. Jaribu kufanua kwenye baadhi ya maeneo ambayo haiwezi kufanya kazi. Kwa mfano umetolea labda mtu ana tezi dume, hawezi kumsomea ruqya kisheria akapona. Kwa mfano kuna magonjwa mengine yanakuja kwa mfumo yani kama kiini macho hivi. Yani mtu anaweza kaa ana dalili zote za tezi dume lakini kwa mfumo wa kiini macho haiwezi kutumika. Kwanza sio jambo rahisi sana kujua kwamba hili tatizo, manake unachotaka kumaanisha kwamba yako magonjwa yasiyokuwa ya kibiolojia lakini yanakuja kwa dalili za kibiolojia. Manake inaweza ikafika mahali mtu akawa na ukimwi wa kutengeneza, inaweza ikafika mahali mtu akawa na uvimbe wa kutengeneza, anaweza akafika mahali mtu akawa na maradhi yoyote, lakini maradhi ya kishirikina ila yanakuja kwa sura sio ya kishirikina, inakuja kwa sura ya kibiolojia. Maradhi hayo yapo na yanaweza kutibiwa kwa njia hizo za visomo, kwa maana ya matumizi ya ruqya. Lakini yale ambayo yako moja kwa moja na sababu za kibiolojia, unapoenda kuweka tiba isiyokuwa ya kibiolojia, itakuwa umeweka jambo sio mahali pake.
Mfano, mtu ana malaria, ana homa kali. Mtu ana typhoid, ana homa kali. Mtu ana UTI, ana homa kali. Watatu wote hawa wana homa kali. Lakini huyu anasumbuliwa na malaria, huyu anasumbuliwa na UTI, huyu anasumbuliwa na typhoid. Matibabu yao yanatofautiana. Mwenye malaria anahitaji antimalaria. Mwenye typhoid anahitaji antibiotics. Lakini antibiotic inayotibu malaria si antibiotic inayotibu UTI. Yani antibiotic inayotibu typhoid si antibiotic inayotibu UTI. UTI inatibiwa na chlorphenico. Mfano, typhoid inatibiwa na chlorphenico. Chlorphenico kimpa mtu mwenye UTI hawezi kupona. Sio kwa sababu sio antibiotics. Ni antibiotics, lakini haikutengenezwa special kwa ajili ya magonjwa ya mfumo wa mkojo. Imetengenezwa kwa magonjwa ya mfumo wa digestion, ya digestion system. Mtu mwenye maradhi katika mfumo wa tumbo au mfumo wa chakula. Kwa hiyo Qur'ani ni tiba. Kwanza inatakiwa ifahamike. Kuna watu wanasema Qur'ani yote ni tiba. Ni kweli, lakini kwenye nini? Kila mahala pana matumizi yake. Haiwezekani leo mtu awe na sheitani kapanda, alafu unamsomea fankihu ma taba lakum minan nisa'u mathna wa thulatha wa ruba'. Yani wewe hiyo aya utaisoma hata mara milioni 2, shetani hawezi kutoka kwenye mwili. Japo Qur'ani ni tiba. Qur'ani yote ni tiba, lakini aya gani unaitumia wapi? Si inaeleweka sawa sawa. Qur'ani yote kwa mfumo wake imekuwa tiba, pia inategemea wapi unaitumia na kwa tatizo gani. Hii ndio inatuletea majibu kwamba kisomo cha ruqya sio tiba pekee ya mashaitani. Na hapa leo nataka niende deep ili niweze kuwakumbusha watu vitu. Unajua mzungu amewadanganya baadhi ya watu kwa kuwaondolea elimu. Na hii ni tatizo kubwa sana ambalo Waislamu limewapata, wakashindwa kuelewa nini wakitumie wapi. Brother, ukiwa unanyang'anywa mkeo, usisome Qur'ani bwana, harudi. Mkeo atakwenda tu. Watu watabeba mzigo, watakwenda nao. Yaani mahala unanyang'anywa mkeo au mali yako, pigana. Usiseme Qur'ani ndo tiba ya kila kitu, mke wangu atarudishwa tunasoma Qur'ani. Watu wanabeba mke. Unachotakiwa kujua Qur'ani uitumie wapi na kwa mazingira gani. Sasa nikirudi katika kuelezea juu ya matumizi ya Qur'ani kwamba ni tiba ya maradhi ya kishaitani yote ama hapana, majibu ni kwamba kwanza unatakiwa ujifunze aina za mashaitani kabla ya kupata tiba ya mashaitani. Aina za mashaitani zinatofautiana. Leo kuna majini wanapanda kichwani. Kuna aina ya majini hawapandi kichwani kabisa. Kuna jini mwingine hapandi kichwani, isipokuwa anatumia mionzi kuathiri mwili wa mwanadamu. Aina hii ya shetani, aina hii ya jini, hata ukisoma ruqya miezi 6 huyo mtu hapandi, kwa sababu anakuwa hayuko karibu, hayuko ndani ya mwili. Manake huyo jini hawezi kupanda. Na wako wagonjwa walioathiriwa na nguvu za mionzi ya shetani, lakini hawapandishwi. Kwa hiyo hata ukisoma Qur'ani miezi 6 huyo jini hatopanda. Tumeelewana sawa sawa? Ndio. Maana yake aina hii ya jini ambaye hapandi kichwani, ambaye ukimsomea kichwani haji, ukimpigia ngoma kichwani haji, ukimnusisha mafuta kichwani haji, isipokuwa yeye anakaa nje. Kwa sababu yupo jini anaweza kukaa nje, yeye akatumia mionzi tukutia maradhi katika mwili. Huyo jini wa kwanza. Hapandi kichwani, ila ana uwezo wa kutengeneza mionzi, na ile mionzi akaitega na mtu akaivaa na ile mionzi ikamtia maradhi. Huyu usitarajie utamsomea ruqya utamtoa, kwa sababu yeye yuko nje ya mwili. Unachotakiwa kufanya ni kutibu zile athari za mionzi katika mwili wake. Tumeelewana sawa sawa sasa? Sasa zile athari za mionzi katika mwili wake utaziondoaje?
utachukua kile kisomo utakisomea kwenye maji 1, utasomea kwenye mafuta 2, utasomea kwenye dawa 3. Hivi vinavyokuwa vinasaba vinavyotiwa aya ndivyo vinavyokwenda kumsaidia kumtibu mgonjwa. Okay. Sasa ukisema tukisoma mtu kakaa tukasomewa sikioni anapona, hii jambo haliwezekani, kwa sababu kuna aina nyingine ya mashetani lazima upate vitu vya ziada ambavyo vinakwenda kubomoa ile athari ya tatizo katika mwili. Mwingine kapatwa na shetani lakini kapigwa kifungo tu. Shetani hapandi. Wala hakutengeneza mionzi ya maradhi. Kamfunga tu kwa kumtia nuksi asipate kazi. Kamfunga tu kwa kumtia nuksi asipate mume. Kamfunga tu kwa kumtia nuksi asipate mke. Huyu huwezi kujidanganya kwamba utakwenda utafanya kisomo, ukamaliza kisomo, nuksi itakuwa tayari imeshakamilika na hapo mtu atarudi. Hapa kuna vitu vya ziada vitafanyika. Hicho kisomo unachotaka kukifanya hicho, basi lazima uwe na khawas, uwe na asbabi ziada ya kitu ambayo itafanywa, alafu huyu mtu atatumia, atapata shifaa, ataondokewa na nuksi, ataondokewa na mikosi, ataondokewa na vifungo, ataondokewa na balaa. Ninachotaka kumaanisha mimi, wale wanaonishambulia wasije wakadhani nasema Qur'ani haitibu, sina maana hiyo, ila ninachotaka kuwakumbusha Qur'ani si tiba pekee. Kwa sababu kuna watu wanasema Mtume sasa akasema Qur'ani ni tiba ya kila kitu. Ni kweli kasema hivyo, lakini kila hapa ni kila ipi? Kila maradhi hapa alichokusudia ipi? Kama ingekuwa Mtume anatambua kwamba Qur'ani ndio tiba ya maradhi yote pekee, asingesema habat sauda ni tiba ya maradhi. Kumbe Qur'ani ni tiba ya maradhi yote. Kwa nini katufundisha na habat sauda? Kwa nini iwepo habat sauda na Qur'an tayari ipo? Kwani Mtume alikuwa haamini kuwa Qur'ani ni tiba ya maradhi yote? Kwa nini ameitangaza na habat sauda? Kwa nini ametangaza na habat sauda? Kwa sababu anataka kuonyesha maradhi kwa namna yalivyo. Dawa ile ile moja inaweza kutibu baadhi ya watu na watu isiwatibu. Okay. Hakuna, Mungu hajaumba dawa inayotibu maradhi yote. Mungu hajaumba. Yaani Mungu katika kanuni yake ya uumbaji hajaumba dawa inayotibu maradhi yote, wala hajaumba mtu anayetibu watu wote. Mungu hivyo vitu hajaumba. Kwa maana hiyo kwamba unaweza wewe ukashindwa kumtibu wewe, mwingine akaweza, na kuna mwingine akashindwa wewe ukaweza. Yes. Na dawa hiyo hiyo inaweza kutibu maradhi kwa huyu na huyu isitibu. Dawa hiyo hiyo inaweza kutoa maradhi kwa huyu isifanye kazi. Ndivyo Mungu alivyoumba. Sasa ukisema Qur'ani ni tiba ya maradhi yote, umeondoa kadari ya Mungu, kwa sababu kadari ya Mungu katika maisha kuna wakati maradhi asipate tiba, hiyo ndo kadari yake. Si inaeleweka? Yaani kadari ya Mwenyezi Mungu, miongoni mwa kadari za Mwenyezi Mungu ni kukadiria baadhi ya maradhi yasiwe na tiba. Yaani mtu asipone, hata akitumia dawa asipone. Na hiyo ndo kadari ilivyoumbwa. Na hiyo ipo, na watu wanapata maradhi ya namna hiyo na hawapati tiba. Ndio maana watu wanakufa. Kwani watu wanakufa dawa hakuna? Nakuuliza mtangazaji, watu wanakufa dawa hakuna? Watu wanakufa kwa maradhi. Sasa inawezekana kwenye kifo, inawezekana labda tu muda labda umefika sasa, kwa sababu kuna mwingine unaweza ukawa na malaria. Si inaeleweka. Maradhi hayo ambayo mimi nimepona, hayo mwingine akamuua. Ndio, lakini dawa ile unayoitumia wewe kutibu malaria mwingine haimtibu. Unajua hilo lipo? Inawezekana ndio. Unajua dawa ile ambayo wewe unaiamini inatibu typhoid mwingine haimtibu. Unajua hilo? Kwa muktadha huu ndivyo Mungu alivyoumba. Kuna watu wengine Mungu anaizuia dawa isiwatibu ili mtihani kwao. Niliwahi kutoa mfano, nikasema dawa yoyote ili ifanye kazi inahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu kwanza. Mfano, Nabii Allah Musa alayhi salamu aliwahi kuumwa jino. Niliwahi kutoa mfano. Sema watu hawazingatii.
Nabii Musa aliwahi kuugua jino. Baada ya jino kumuuma sana akamshtakia Mungu, ya Rabbi, jino linaniuma, nataka dawa. Mwenyezi Mungu akamwelekeza mti mzizi, akaenda kuchimba, akautafuna, jino likapoa. Kanuni ya jino baada ya mwaka si linarudia, au miezi 6 au baada ya muda fulani. Muda uliporudi tena Nabii Musa jino linamuuma, hakutaka tena msaada wa Mungu kumwambia ya Rabbi nataka jino, si dawa ikishafundishwa. Akainuka akaenda kukata mzizi, akatafuna, jino likauma mara 5 ya vile, likauma mara 10 ya vile. Akafika mahala anaona mabadiliko haoni, akarudi kwa Mungu, ya Rabbi, mbona sasa dawa ile nililotumia mwaka jana mara iliyopita hii hainitibu? Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, kosa lako umeenda kuisegemea dawa badala ya mimi. Wakati unaenda kuchuma mwanzoni nilikwambia kachume dawa fulani, sasa hizi itakuwa nishirikishe tena. Mwenyezi Mungu, tia nguvu kwenye dawa inisaidie. Kwa hiyo ulipokuwa umefanya maarifa ya kutumia dawa bila kutaka msaada wangu, ndio maana na mimi nimeiacha dawa isifanye chochote, kwamba umeamini dawa kuliko mimi. Sasa ninachotaka niseme ni nini? Kwamba siku zote katika maisha ya mwanadamu anapopata tiba, kwanza msaada wa tiba unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hilo ndo jambo la kwanza. Na kwa kuwa msaada wa tiba unatoka kwa Mwenyezi Mungu, ndio maana dawa ile ile unayotibu wewe, nikitibu mimi mtu haponi. Dawa ile ile unayotibu mimi, ukitibu wewe mtu haponi. Lakini dawa ile ile inayotibu tatizo fulani, mtu ana mwingine anaweza kutumia, hilo tatizo linaweza lisiishe. Sio, nimeeleweka sawa sawa? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tiba ya hasadi. Qur'ani si ndio dawa ya kila kitu? Lakini Mtume ulipofika muda wa hasadi ya kusema itumike Qur'ani, Mtume akasema dawa ya hasadi ni mtu aliyemfanyia husuda mtu mwingine atawadhe, yale maji yadondokee kwenye chombo, alafu yale maji yule mtu ambaye amemhusudu mwenzake ayaoge, yule aliyehusudiwa na mwenzake yale maji ayaoge. Akishaoga yale maji, ile hasadi itatoka. Mtume alifundisha tiba ya kutawadha na kuondoa hasadi. Qur'ani ilikuwa haipo? Jibu ilikuwepo. Qur'ani ilikuwa si tiba? Jibu ilikuwa tiba. Kwa nini tena afundishe kunawa mtu maji alafu mwingine aoge maji haya ndio yaondoe hasadi? Kwa nini na Qur'ani ipo? Kwa nini asichague tu aya za rukia hizi ndio zinazoondoa hasadi? Kwa nini ametaja na dawa nyingine? Kwa sababu hakuna dawa inayotibu maradhi yote. Yuko mtu akitibiwa kwa hii anapona, na yuko mtu akitibiwa kwa hii anapona. Kuna watu ukiwaambia Qur'ani haikupangiwa kutibu kila kitu au haitibu kila maradhi, anahisi umeishusha Qur'ani, umeidharau. Kumbe si kweli, uelewa tu uko mdogo. Maana yake Qur'ani kutokutibu baadhi ya maradhi haina maana kuwa tumeidhalilisha na kuishusha. Ndiyo kanuni ya maumbile ya Mungu alivyoumba. Kuna kitu kinaweza kufanywa na kingine, na kingine hakifanywi na kingine. Ndio maana nikasema japokuwa Qur'ani ni dawa, lakini huwezi kusoma surati Nisa aya ya 2 inayozungumzia ndoa, kumtoa jini hatoki. Si nimeleka sasa? Hilo la kwanza. Lakini la pili na kumalizia kwenye haya, leo hakuna shekhe yoyote duniani hivi sasa, hakuna shekhe, hata wanaozimba mishipa ya shingo wananishambulia, wananitukana, wanasema hivi, amewahi kuwatibu watu wote wenye mashetani kwa Qur'ani na wamepona. Naomba atokeze shekhe mmoja duniani aseme mimi kwangu hakuna jini ambaye nikisomea Qur'ani anaacha kupona. Ataje huyo shekhe? Kama atakwenda, mimi nitampelekea wagonjwa 5, wakipona wote nampa milioni 100. Hayupo. Sio hayupo kwa sababu Qur'ani tumeidhalilisha. Hayupo kwa sababu Qur'ani ina mipaka yake, na tiba ni mfanyaji ni nani? Mwenyezi Mungu. Tusiwalazimishe watu na kuwafundisha watu uchache wa kuelewa wakaamini kwamba Qur'ani ndio tiba pekee ya kutibu mashetani. Si kweli jambo hili. Kwa sababu mashetani wenyewe kwanza wanatofautiana. Kuna mashetani makafiri ujue. Hiyo Qur'ani hawaiamini kabisa. Yuko mdogo wangu mmoja nimemsikia akitoa klipu, na mwingine akaandika maandishi kabisa kwenye peji yake akiunganisha na maneno yangu kwamba hapa kaka uliteleza,
Qur'ani inafika mahala inafundisha namna ya kumtega jini na kumuita katika mwili, kisha unamfanyia rukia, unamuua ndani ya mwili. Huyu jini unayeweza kumtega na ukamfata ndani ya mwili ni yule aliyefunga chipu ndani ya mwili, ambaye anaweza kukaa ndani ya mwili. Yuko shetani haingii kwenye mwili wa mtu kabisa, hana kazi nao. Lakini ana njia zake. Kama unavyoona TV na remote. Yani yeye yuko nje, anaendesha. Akitaka kipindi cha Star TV anaweka, akitaka ITV anaweka, akitaka TBC anaweka. Huyu anakaa nje. Na aina hii ya mashetani, kwa wale ambao hawajui, nataka niwafundishe. Wewe unasema mwili shetani akiingia ndani ya mwili, ukimwadhibu shetani, mgonjwa anakuwa hapati maumivu. Yani majini wanaoingia ndani ya mwili ambao wameweka chipu ndani ya mwili, ikitokea umemwadhibu jini yuko ndani ya mwili, mgonjwa hapati maumivu. Anakuja kugundua pale jini ima anapokuwa kishadhibiwa au katoka, ndo anaweza kujiona na makovu. Yuko aina ya shetani ana uwezo wa kuzichezea nafsi za mwanadamu. Mtu kapandisha jini, alafu anayasema yote anayasikia mwenyewe. Yani anazungumza na wewe lakini jini, lakini kila anachosema yule mwenye jini anajua anasema nini. Anakutukana anajua, mnabishana anajua. Yani ile story yenu yote anaisikia. Kama vile mimi tunavyoongea na wewe na walio pembeni yetu wanatusikiliza. Hilo kundi la kwanza. Kundi la pili, kuna aina ya shetani ambaye yeye namna anavyoweza kucontrol mwili, ana uwezo wa kufanya, yani ukimchoma sindano mgonjwa anasikia kwa 100%, jini hata 1% asikii. Tena ukiendelea kumwadhibu anakwambia utamuua mgonjwa, mimi niko pembeni. Yani jini ndio anakwambia utamvunja mkono mgonjwa huo, mimi niko pembeni. Hapo unapochoma hapo unamchoma mgonjwa, mimi siumii. Na ukitoka pale yule mgonjwa anakwambia nasikia una maumivu, unaniumiza, unanifanya hivi. Ukimwachia anasema mimi nilikwambia unamuumiza mgonjwa, mimi simo. Na ukilazimisha adhabu, yale maumivu yote yanampata mgonjwa, jini yuko pembeni, hana nafasi ya kuumia na kile unachokifanya. Sasa jini huyu usijidanganye kwamba eti utamuita, utamtega. Unaweza kumtega yule ambaye anaishi ndani ya mwili, au anayekuja ndani ya mwili. Anayekaa nje ya mwili huwezi kumtega. Sasa hii elimu ya majini watu wengi hawana. Yuko mjinga mmoja alisema, tutajie wapi imesema koo za majini ziko 600. Huko ni kutokuwa na elimu. Vitabu vingapi sasa vya tiba vinaonyesha koo za majini ziko ngapi? Lakini kwa sababu watu wanataka kulitumia jina langu kama sehemu ya kutafutia umaarufu, kila ninachokisema mtu yeye kazi yake kupinga, ili anataka ajue tu kwamba fulani kapinga, aongeze viewers kwenye akaunti yake, atafute wagonjwa na wateja, akatafute hela kula. Mimi nawaambia watu ukweli, sihitaji kutafuta hela ya kula katika hili, kwa sababu hela ya kula tayari nayo. Mimi nataka tu watu wajue ukweli kwamba kila kitu kina taratibu yake katika kukiondoa. Mashetani wana taratibu zao pia katika kuwaondoa. Sikatai kwamba Qur'ani si tiba ya mashetani, ila ninachosema si aina zote. Natoa mfano wa mwisho ili tumalizie. Ndio. Unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alirogwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alirogwa. Na alirogwa kwa kuchukua athari za mwili wake kwenda kuzikwa, kufungwa mafundo na kuzikwa katika kisima. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kutibiwa, amezidiwa na maradhi, anaumwa, Mungu alimteremshia malaika Jibril. Kisa hiki maarufu na mashehe wote wanakijua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, akashushiwa muadhataini, ambao muadhataini hizi ni kul a'udhu birabbin nasi na kul a'udhu birabbil falaq. Sura moja ina aya 6, sura moja ina aya 5. Qur'ani ndiyo tiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashushiwa, akasoma hizo aya. Lakini angalia taratibu iliyotumika kumtibu Mtume. Si Mtume alilala tu kitandani anaumwa akasoma hizo aya akapona. Mtume aliambiwa na Jibril aende aagize maswahaba wakachukue fundo iliyo chini ya kisima. Kwa hiyo wajibu wa kwanza ulikuwa kwanza kwenda kung'oa huo uchawi wenyewe ulipowekwa. Ulipoletwa kwake sio tu ulisomewa ukapulizwa ikaisha. Mtume akaambiwa afungue yale mafundo.
Hizi ni prosesi katika tiba. Kama Qur'ani iliyoshushwa kwa mtume ingetosha tu kumaliza tatizo, mtume angesoma tu kul a'udhu birabbin nas na kul a'udhu birabbil falaq, kule ungekufa, uchao kabatilika, kule kila kitu kikaribika kule. Tena hili la mtume, si la sura, si la swahaba, si la tabiina, si la tabiina, si la imamu. Hili mtume aliyeteremshiwa Qur'ani inashusha kwake, anaambiwa asome kul a'udhu birabbin nas na kul a'udhu birabbil falaq. Wakati huo anaambiwa, wakati hilo unasoma mkononi uwe na hilo fundo, wakati unasoma unafungua, ukifungua fundo unapuliza, baada ya kupuliza ndio unapona. Na mtume alichokifanya, akaagiza maswahaba wakaenda chini, wakazama mbizi kwenye kisima, wakatoa jiwe, wakatoa kamba aliyoregewa ile ambayo imefungwa mafundo 11, ikaletwa kwa mtume. Mtume akawa anafungua, anasoma na puliza, anafungua, anasoma na puliza, anafungua, anasoma na puliza. Hii ni kuonyesha kwamba pamoja na Qur'ani kuwa ni tiba, bado kuna njia za kupita kuifanya hiyo Qur'ani ilete matokeo katika hayo matibabu unayoyataka. Si inaeleweka sasa? Bado naendelea kuwafundisha na kuwakumbusha wasikilizaji wakubali, tunaposema Qur'ani si tiba ya maradhi yote, tunamaanisha, hatumaanishi tunaidhalilisha kwamba ina mapungufu. Tunachomaanisha, Qur'ani ina mipaka yake. Hivi leo tuambizane tu ukweli, shekhe nani anatibiwa na Qur'ani kwa malaria? Shekhe nani duniani leo anasoma Qur'ani ajitibu malaria? Nani? Shekhe nani mcha Mungu leo anasoma Qur'ani ajitibu busha? Tuambiane tu kweli, tusizunguke, vitu viko wazi hivi. Shekhe nani leo anasoma lamtana za kufa mtu busha linanywea? Nani? Hospitali gani? Haina maana tumeidhalilisha Qur'ani jamani. Tunachomaanisha, watu wafike mahala wakubali ukweli. Qur'ani ni mafundisho ya Mungu yenye mipaka yake na hatua zake. Hiyo ndo kanuni. Mungu hata watoto hawa kaweka utaratibu. Sio ukioa tu ndo unapata mtoto, ushughulike kwanza. Yaani una mke tu afu unasubiri mtoto, ujione nala naye kama dadako, hamna mtoto hapo. Shughulika kwanza afu mwambie Mungu ile shughuli ya jana mtoto. Ndo kanuni ya Mungu. Qur'ani kweli tiba, lakini ina position zake katika kuitumia. Sasa pale inapotakiwa Qur'ani na habati soda itumie. Pale inapotakiwa Qur'ani na habati mulki itumie. Pale inapotaka Qur'ani na watu itumie. Pale inapotaka Qur'ani na jani la mpera itumie. Pale ambako Qur'ani haitumiki linatakiwa jani la mpera, tutumie jani la mpera kisha omba dua. Ililo jani la mpera liwe hidayah na tiba kwa mgonjwa. Huo ndo utaratibu. Sasa kwenye hilo la Qur'an na matumizi yake, na hususan kwenye hiki kisomo, watu huwa wanahusisha sasa, ukishafanywa rukia tayari zile asbabi ambazo zinafanyika ndo wanahusisha na kwamba kama zinatoka nje ya imani. Na hili limekaaje? Kwa sababu ndio linatoa picha ya kwamba ukienda sehemu fulani wanakuambia kwamba utasomewa rukia, au hausomewa tarukia, au usome kisomo chochote, unapewa tu hizo asbabi zingine, labda unapewa dawa za kutumia na vitu kama hivyo. Baada ya hapo umemalizwa. Sasa hapo ndio watu kwanza wasichanganye maneno. Sio kila ugonjwa na dawa ikitumika lazima iende na rukia. Hebu niambie, mzungu ametengeneza dawa ya mionzi kwa ajili ya kuzuia, kwa ajili ya kutibu, labda kwa ajili ya kutibu, tuseme kutibu nini? Labda ametengeneza dawa ya kutibu kansa. Mzungu anasoma rukia kwenye dawa ya kansa? No. Kansa haziponi. Watu wanapona. Malaria mnapokunywa kule unasomewa ikhlasi 3 ndio unapewa panado. Au unachukua tu dukani unaenda kutumia mwenyewe. Mbona unapona? Kwa kanuni ya Mungu katika kutibu kwanza havina mahusiano, lazima iwepo Qur'ani. Okay. Watu wasichanganye maneno. Wasifike mahala watu wakawadanganya watu kwamba ili mtu apone lazima Qur'ani isomwe. Hata hayo maradhi ya kishetani kuna maeneo Qur'ani haipo kabisa na watu wanatolewa majini. Okay. Kuna mganga kafiri si Muislamu kabisa na anachomoa majini. Na mtu anapona. Sijui nimeeleweka sasa. Kwa hiyo maana yake ziko tiba nyingine nje ya Qur'ani na zinaweza kutibu tatizo la mashetani, zinaweza kutibu tatizo la uchawi, zinaweza kutibu tatizo la hasadi. Nje ya Qur'ani zipo, kwani leo hakuna waganga na madaktari
si Waislamu wanatoa majini, si Waislamu wanaondoa uchawi mwilini, si Waislamu wanaondoa vitu vya hovyo hovyo. Wako nani leo atapinga hilo? Ukipinga unakuwa mbishi tu. Ukipinga unakuwa mbishi tu, unataka kulazimisha kisichowezekana. Yani uwalazimishe watu hata nyeupe waione nyeusi, hilo haliwezekani. Okay. Wapo watu si Waislamu wanachomoa mashetani na mashetani yanatoka. Si Muislamu, hasomi hata bismillahi, anajua yeye njia zake. Una majini, anatafuta mavi, anachanganya na mavi ya tembo, anachanganya na mavi ya ngiri, anaweka kibiriti upele, anakusanya si mtope, anachukua si manyoya ya chatu, akivichoma visho puu, jini mwenyewe anaacha mwili anakimbia. Ndio maana nikasema ruqya si tiba pekee ya mashetani. Na mtazamaji utakuwa umemuelewa kwa namna moja au nyingine Alhaji Dr. Sule kutokana na kile ambacho amekielezea hapa, na lengo ni kupata ufafanuzi wa hiki ambacho amekieleza hapa, ambacho wakati mwingine kilitengeneza maswali na kuibua hisia za watu kuhusiana na kile ambacho nakumbuka alishawahi kukizungumza akigusia kidogo, lakini amekifafanua kwa upana. Inakupa picha namna ambavyo yeye amejaribu kukieleza ili uwe miongoni mwa watu ambao unaongeza ufahamu. Sasa kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia TikTok, mara nyingi tumekuwa live. Asanteni sana, mnaweza kuendelea kutap kama kawaida kupitia TikTok, lakini pia namba ya simu nilitaja awali kwamba namba ya simu ni 0710800400. Hii namba unaweza kuitumia kupiga simu, ili kama una swali hapa Alhaji yuko hapa, unaweza kutumia fursa hiyo kupiga simu na kuuliza swali, ili ule utata ambao inawezekana umekuwa nao kwa muda mwingi ukamuuliza moja kwa moja mwenyewe na kisha akakujibu, itakuwa vizuri zaidi ukatumia fursa hiyo. Kutokana na muda wetu, kwa namna ambavyo tunakwenda na elimu ambayo ameitoa Alhaji hapa, tunaelekea kwenda kupokea simu yako. Kwa namba ya simu ndio hiyo ya 0710800400. Unaweza kutumia namba hiyo kwa ajili ya kupiga simu hapa. Alhaji yuko tayari, atapokea simu yako na atazungumza nawe. Kama una swali itakuwa vizuri zaidi ukafanya hivyo. Lakini kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia YouTube channel, shukrani sana pia. Usichoke kusubscribe, mwambie rafiki yako ili apate haya madini, basi akisubscribe inakuwa nzuri zaidi. Lakini wewe unaweza pia ukashare ili awe miongoni mwa watu ambao naye akaingia akatazama na kupata madini kama haya ambayo hakika Alhaji Dr. Sule ameweza kutufafanulia hapa. Kwa kama una swali ambaye uko live TikTok, namba ya simu iko wazi kwa sasa hivi 0710800400. Tumia namba hiyo ili upate hiyo fursa kwa ajili ya kuzungumza moja kwa moja na daktari hapa ndani. Kabla wakati wanaendelea kupiga simu, kuna kitu nataka nikikumbushe. Juzi jioni usiku majira ya saa 3 usiku nilipokea simu kutoka Dubai. Nalisema hili ili watu wajifunze. Kutoka Dubai. Ndio. Bwana mmoja alisikiliza kipindi changu kilichopita nilipozungumzia ruqya si tiba pekee inayoweza kumaliza tatizo la mashetani, na kwamba si kila shetani anatibiwa na visomo vya ruqya. Huyo mtu akanipigia simu kunipa hongera. Mimi sinaga kanuni ya kurekodi na kuweka mtandaoni kwa sababu sitafuti kiki. Na wala sina sababu ya kutafuta kiki. Huyu bwana ananiambia ana mama yake, yani ndugu yake, dada yake. Asili yao ni hapa Tanzania. Lakini huyu mama amekuwa na shida ya mashetani kwa miaka 26. Na ameshapelekwa Qatar, amefanyiwa visomo. Dubai yenyewe amesomewa visomo. Omani amefanyiwa visomo, lakini yule jini hajatoka. Na ikifika mahali wa kusomewa, anamwahidi shekhe kwamba mimi sitoki, nachofanya nitakaa pembeni kwa sababu ya mavurugu yenu. Lakini tukiatoka hapa mimi nakwenda kukutana naye. Miaka 26, wallahi billahi tallahi, ananipigia simu ananiambia miaka 26 mama anasumbuliwa na tatizo la mashetani katika mwili wake, hatoki. Anasema hakuna mtu anaweza kunisoma. Kama swala la kusoma, soma utakavyosoma, mimi siwezi kutoka. Lakini baya zaidi, alipelekwa kwa shekhe mmoja akawa anasomewa. Shekhe wakati anamsomea aya za adhabu na kumchoma, yule jini naye anazisoma. Na wewe inatokea hiyo mara nyingi.
Yani ipo sana, wasoma ruhia wanajua vizuri hilo. Wewe unaanza Yasini na yanaanza. Wewe unaanza wa makafara Suleimani na yanasoma wa makafara Suleimani. Wewe unasoma ayat kursi na yanasoma ayat kursi. Wewe unasoma alif lam mim na yanasoma alif lam mim. Yani unachokisoma na yeye anakirudia. Okay. Maana yake nini? Maana yake huyu ni asi. Huyu ni asi. Ile Qur'ani amekuwa muasi kiasi ambacho ile Qur'ani haimuathiri kutokana na ushirikina na ukafiri anaonao ushetani. Okay. Lakini wako aina ya mashetani wa kijini wanaitwa majini maiti. Wao ukisoma Qur'ani yeye analala, anamlaza mgonjwa. Yani asikii chochote. Okay. Hasikii chochote. Ndio maana baadhi ya wasomi wakagundua njia. Ukitaka kumwadhibu kwa yule ambaye anamlaza, basi unaisomea Qur'ani kwenye maji kisha unamtilia nini? Drip ya maji kama inavyoshuka kwenye mwili. Na wako watu wanasomewa drip ya maji na anawekwa maji mwilini na haponi. Mfano mimi niliwahi kupitia katika maisha yangu na mke wangu mimi. Wallahi sitaki kumtaja ushehe, ni shehe mkubwa, anafanya vipindi Radio Imani, TV Imani, mkubwa katika mashehe miaka hiyo. Nakumbuka mwaka 1999 mimi Sule nilimpeleka kwa huyo brother, mke wangu mimi ana mashetani, tena majini ya huyo mke wangu anakuwa anataka uganga. Mimi shekhe sitaki awe mke wangu mganga. Si nimeleweka sasa? Ndio. Mpaka hivi ninavyosema yale mashetani anayo, mpaka tunakwenda kuachana yule mama, mashetani yale anayo. Kafanywa visomo vyote, bakara imesomewa, kwenye maji katundikwa hakupona, mafusho kapewa, makombe kasoma, vituko vyote vimefanyika. Shetani anasema sitoki katika mwili. Mtu wa design unafanyaje sasa? Ndio narudia, tusidanganyane kwamba Qur'ani ruqya ndo tiba pekee na inamaliza shida za mashetani wote. Kama ingekuwa hivyo Qur'ani ndio kisomo kinachomaliza mashetani wote, leo kusingekuwa na mashetani wanakaa kwenye miili ya watu. Si Qur'ani ipo na mashehe wapo, mbona wamalizi vituo vya uganga kila siku watu wanaenda kusomewa? Mbona hayo matatizo hayaishi? Hayo mashetani leo, kuna mtu leo kama tutaruhusu hapa kwenye simu watu waseme wamepita kwa mashehe wangapi kusomewa Qur'ani, kusomewa ruqya na hawajapona, wallahi watakuja kwenye hizi peji zetu maelfu ya watu wakithibitisha, mimi nishakwenda kwa shehe fulani nimesomewa imeferi, nimekwenda kwa shehe fulani nimesomewa imeferi, nimekwenda kwa shehe fulani nimesomewa imeferi. Hata wanaojitia kimbelembele kama mifuko ya shati saizi wanaosema mimi nikisoma Qur'ani ruqya wagonjwa wanapona, wenyewe pia wana wagonjwa shawashinda, wamekula pesa zao na wakimbia na hawana majibu ya kuwatibu. Hakuna ukweli wowote kwamba ruqya ndiyo tiba pekee. Narudia hicho kipande, ndiyo tiba pekee inayomaliza tatizo la mashetani, si kweli. Swali hapo kabla ya host. Naona kwake mitambo inasumbua kidogo. Naam. Au DV anasema yani Qur'ani inashindwa nguvu na baadhi ya majini, sio kweli. Yeye anasema hivyo. Ameelewa vibaya, sio kushindwa. Kushindwa ni kitu kingine, na hapo ndo watu wanashindwa kuelewa. Mwenyezi Mungu alipokuwa hana mtoto sio alishindwa kuwa na mtoto, hakujiandikia, hakujipangia kuwa na mtoto, kakataa. Kwa hiyo Qur'ani sio imeshindwa kutibu baadhi ya kutibu majini yote, sio imeshindwa. Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyokadiria. Hayo ni makadirio ya Mwenyezi Mungu. Kushindwa ni kitu kingine, wasichanganye maneno. Yani watu wanahisi kwamba si tukisema Qur'ani sio tiba ya majini pekee, mtu asema Qur'ani itakuwa imeshindwa, tutakuwa tumeinyongesha Qur'ani. Kuelewa vibaya tu. Sasa mimi sioni shida watu wanaoelewa vibaya. Watu wanahitaji kuelekezwa, kuelimishwa na kufahamishwa. Tiba ya Qur'ani inaweza kutibu majini, lakini kwa pale atakapotaka Mwenyezi Mungu msaada wake na huruma yake kwa mgonjwa husika. Wako wagonjwa wanatibu na Qur'ani, wako wagonjwa wa mashetani na uchawi wanasomewa ruqya na hawaponi, wapo. Sio imeshindwa. Mungu hakukadiria. Kuna tofauti ya kushindwa na kukadiriwa. Okay. Mimi sijasema Qur'ani imeshindwa. Haifanyi kwa sababu Mungu hakukadiria. Kwa sababu dawa yote ili imponeshe mtu lazima Mungu akadirie. Nifahamike hapo kwanza.
si imeshindwa. Mungu hajakadiria, kama ambavyo Mwenyezi Mzungu hakukadiria dawa ya malaria itibu typhoid na dawa ya typhoid itibu malaria, ndivyo hivyo Mungu hakukadiria baadhi ya aya za Qur'ani zisitibu baadhi ya mashetani, hakukadiria. Sasa watu wanataka walazimishe kwamba Mungu kakadiria, ukisoma Qur'ani majini yote yanaondoka. Mbona majini wapo na mashehe mnajazana? Amuamalizi, shida ni nini? Shida ni nini amuamalizi na Qur'ani ipo? Kuna wagonjwa na mashetani miaka 20 waliokufa mpaka wanakufa na mashetani wao, na Qur'ani ipo. Kwa nini amuamalizi? Mungu hakukadiria Qur'ani kumaliza tatizo la mashetani yote. Mungu hakukadiria. Unajua, ngoja nikufundishe, nikukumbushe kitu. Nitoe mfano hai watu watajua. Unajua Mungu kaukadiria ukafiri uwepo. Mungu angetaka usiwepo ukafiri wote tungekuwa Waislamu. Sasa ukisema Qur'ani ni pozo kwa nafsi, tiba ya nafsi. Qur'ani ni tiba ya nafsi. Watu wanatakiwa watibiwe Qur'ani. Kwamba Qur'ani haishindi kwa kila kitu. Qur'ani inaweza kwa kila kitu. It is okay. Qur'ani inaweza kila kitu. Tubaki na hiyo akili yako hapo. Qur'ani ni tiba ya nafsi. Mbona watu bado wanakufuru na Qur'ani ipo? Kwa nini watu wanasema Mungu watatu na Qur'ani inasema mmoja? Na Qur'ani ni tiba. Kwani Mungu alishindwa kuifanya Qur'ani wafanye mioyo watu wote waiamini? Hakukadiria. Mungu alitaka watu waendelee kuwa makafiri na Qur'ani ipo. Qur'ani inasema dini ya haki mbele ya Mungu Uislamu, mtu anasema Mungu watatu. Ile Mungu kakadiria. Si kwamba Qur'ani imeshindwa kusilimisha, hakukadiria.